Habari za muda huu ndugu mfuatiliaji wa michezo, naam, ni kusogezea taarifa ya muhimu kabisa kuhusu Simba. Klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kuweza kuvunja ule mkataba wao uliokuwa na nguvu zaidi na ulioaminika vilivyo, ni mkataba kati ya wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na aliyekuwa kocha mkuu wa kikosini hapo, namzungumzia Fadlu Davis. Sasa taarifa zimekuwa ni nyingi sana, lakini pia watu wamekuwa wakizungumza mambo mengi kuhusiana na kocha mpya wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Wapo baadhi na kundi la watu ambao limekuwa likikubali ujio wa kocha huyu mpya na namna ambavyo tekniki zake mpya, na amekuja kwa ushindi wa kishindo wa bao 3 ambazo tumeweza kuziona dhidi ya wale mahasimu wao ambao waliweza kukutana nao, na tulishuhudia kabumbu safi, pila lilikorea nazi kweli kweli. Na hivi ndivyo ambavyo mashabiki wengi wa Simba walikuwa wakitamani kuona klabu yao ya wekundu wa Msimbazi Simba ikiendelea kufanya vizuri. Kadri siku zinavyozidi kwenda mbele, ndivyo ambavyo matumaini yamekuwa yakiongezeka zaidi. Watu pamoja na wadau wanaolipenda soka la hapa nyumbani Tanzania wamekuwa wakitabiri mambo mazuri na mambo mema zaidi kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hata kwa maoni mbalimbali ya wadau yamekuwa yakitoka maoni yaliyonyooka. Sasa taarifa kwa umma ni kwamba semaji Ahmed Ally amefunguka mengi na kudai ya kwamba wanasimba wasiwe na pressure wala wasiwasi, wakae chini watulie kabisa, maana mambo mazuri yanakuja. Na taarifa baada ya kuachana na mwalimu huyo Fadlu Davis, sasa hivi mwalimu aliyekuwepo ni mwalimu ambaye amejipanga kweli kweli, na wana uhakika kwa asilimia zote kwenda kuchukua ubingwa, kwani Simba ni kilabu ambacho kimezoeleka kukaa top siku zote. Kwa hivyo kutereza si kuanguka, wamekuwa kitereza tu mara kadhaa, lakini hivi sasa wanasema ya kwamba wanaenda kurudisha ile heshima kubwa ambayo labda ilipotea kwa muda fulani, na kwa jinsi ambavyo timu inazidi kujipanga, basi watahakikisha ya kwamba furaha ile ile ya wana Simba inazidi kurejea. Mimi nikwambie tu usisahau kusubscribe ili usipitwe na habari zetu hapa kila